nami niungane na waheshimiwa wabunge kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na kuturuzuku nafasi mbalimbali ambazo leo wengine tumezikalia kwa kudra na mapenzi yake. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, niruhusu pia nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi yake ya dhati ya kuruhusu tuingie kwenye mchakato na kupitia hatua ya kuteuliwa na chama chetu hatimaye kupata nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Mheshimiwa Spika, kama vile haitoshi, niruhusu pia nimshukuru Daktari Samia, si kwamba mimi ni bora kati ya wengi, bali ni mapenzi ya Mungu na kudra zake kumpa macho ya rohoni kuniona na kunipa nafasi ya kuwa waziri wa habari, michezo, utamaduni na sanaa. Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza, Mheshimiwa Spika, niruhusu pia niwashukuru wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Wananchi hawa wamekuwa wakarimu, walinipokea kwa mara ya kwanza miaka 12 iliyopita, wakanipa mke mwema na hatimaye wakanipokea tena, wakanipa ushirikiano na kuwa mkuu wao wa mkoa, na haikutosha wakanipa nafasi ya kuwa mbunge wao kwa wakilisha kwa miaka 5. Ninawashukuru sana wananchi wa jimbo la Arusha wakiongozwa na viongozi wa dini, viongozi wa mila, viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwepo na vijana wenye taaluma mbalimbali ambao kwa namna ya kipekee hakika Arusha inafanya vizuri kwa sababu ya mapenzi na ushirikiano walionipa. Mheshimiwa Spika, nisipowashukuru wana CCM na kamati kuu, kwa sababu mimi na CCM ni damu, kwa kunipa nafasi ya kipekee na kurudisha jina langu kupigiwa kura za ndio na waheshimiwa wabunge na kuwa mneki wa Chama cha Mapinduzi kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina kila sababu ya kuwashukuru sana wana CCM wakiongozwa na kamati kuu pamoja na wabunge walioko hapa leo kwa mapenzi makubwa. Ahadi yangu kwenu waheshimiwa wabunge, nitaendelea kusimamia, kutetea na kuhakikisha kwamba hakuna haki ya mbunge hata mmoja itakayopotea ndani ya kikao cha halmashauri kuu. Mheshimiwa Spika, leo tunapochangia hotuba ya Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaitazama hotuba hii kama maono yanayoleta matumaini ya taifa letu, yakibeba Tanzania ya leo na kutuonyesha miaka 5 nchi yetu itakuwaje. Kwa kweli Daktari Samia anastahili pongezi nyingi sana. Kwenye wizara yetu ya habari, michezo, utamaduni, ninaomba niongelee maeneo mawili tu. Moja, niongelee eneo la michezo. Daktari Samia amewekeza kwenye miundombinu takriban trilioni 1.267 kuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira na kuwatengenezea vijana mazingira mazuri zaidi ya kufanya michezo yao. Mfano tu, Mheshimiwa Spika, anakwenda kujenga uwanja wa Arusha ambao unaendelea kujengwa na umeshavidi zaidi ya 70%, takriban bilioni 338 zinatumika pale. Uwanja wa hapa Arusha ambao tayari mkataba umeshasainiwa na mkandarasi ameshalipwa bilioni 55 wenye gharama takriban ya bilioni 366. Mheshimiwa Spika, kama vile itoshi, Daktari Samia anajenga viwanja vya mazoezi kwa maana ya mashindano ya AFCON kuruhusu mataifa mengine kufanya mazoezi yao ndani ya nchi yetu, takriban ya thamani ya bilioni 51. Mheshimiwa Spika, kama vile itoshi, anafanya ukarabati wa uwanja wetu wa Mkapa takriban bilioni 31. Anafanya ukarabati wa uwanja wetu wa Uhuru takriban bilioni 19. Daktari Samia amezamilia kubadilisha na kujenga miundombinu si tu kwa ajili ya kizazi chetu bali kizazi kijacho. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kutoa rai. Ninafahamu miradi hii inasimamiwa na iko chini ya wizara yetu. Wakandarasi wote wanaosimamia na kujenga miradi hii, ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa mfanye kazi yenu kwa mujibu wa mkataba. Viwanja hivi tunavihitaji vikamilike kabla ya mashindano ya AFCON. Viwanja hivi vitabeba sura ya taifa letu, kuliweka kwenye ramani ya dunia
kwa namna ya jinsi ndoto ya Daktari Samia alivyotaka, sitakuwa na uwezo wa kumvumilia mtu yoyote yule atakayekuwa mzembe, atakayeshindwa kukamilisha miradi hii kama ambavyo mikataba inavyotaka. Mheshimiwa Spika, tunafahamu ya kwamba vijana katika nchi yetu wako wengi na kwa muda mrefu wamekuwa na ndoto kubwa, sio kwenye michezo, sio kwenye filamu, sio kwenye baskeli kwa maana ya riadha, kwa maana ya Olimpiki. Kila kijana ndoto yake, lakini kwenye wizara yetu tumebaini ya kwamba vijana wengi pia wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujipatia fedha kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Spika, kwa mapenzi makubwa Daktari Samia ndani ya siku zake 100 alisema ataweka mpango wa kuwezesha vijana. Kwetu tayari ameshatoa bilioni 2 kwa ajili ya content creator ambao vijana hao watazitumia kwa malengo mapana ya kujipatia pesa. Ninao heshima Mheshimiwa Spika, mbele ya bunge lako tukufu kuarifu waheshimiwa wabunge ya kwamba tayari leo tumetoa tangazo kama wizara, kijana yoyote aliko kokote kule ndani ya nchi ya Tanzania mwenye kipaji chake, alikuwa anahangaika kutimiza ndoto yake kwa kutumia simu, wakati mwingine hata haina uwezo, fedha za Daktari Samia ameshazitoa, tunazo. Tumewataka waende kwenye halmashauri kwa maafisa habari wakajiandikishe, tuweke utaratibu wa kuwawezesha ili vijana hao wawe mabilionea kupitia taaluma yao. Tatolea mfano mdogo tu Mheshimiwa Spika. Yupo kijana mmoja anaitwa Ndalo. Yeye ni mchekeshaji. Anatengeneza content zake kupitia simu zake, ameweza kuajiri vijana 20 na yeye kwa mwezi anaingia sio chini ya milioni 17 kwa kazi hii anayofanya ya kutengeneza maudhui. Tumeona tuwashike mkono kwa niaba ya Daktari Samia kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata fursa hiyo. Mheshimiwa Spika, niruhusu niwapongeze Taifa Star. Timu yetu ya taifa imetupa heshima kubwa tangu mashindano haya ya AFCON yaanze mwaka 1957 kama siyakosea. Tanzania tuliingia kwenye mashindano mara 4, mwaka 1980, mwaka 2019, 2023. Kwa mara ya kwanza 2025 nchini Morocco, Tanzania ilivunja rekodi kwa kuingia katika 16 bora na kufuzu kwenye matamanio ya Watanzania walio wengi. Mheshimiwa Spika, niomba kutumia fursa hii kuwaomba waheshimiwa wabunge. Tunatamani kuwa na mifumo ya kuandaa vijana katika umri mdogo walioko mashuleni wapate fursa ya kutumia nafasi ambayo Mungu amewapa ya vipaji vyao. Ushirikiano wenu waheshimiwa wabunge ni muhimu kwa kuwa Daktari Samia amelizia kujenga shule 56 za mfano kwa ajili ya kuanza kuwatengeneza vijana watakaofanya vizuri. Lakini niombe kutumia rai hii Mheshimiwa Spika kuwaomba wakuu wa mikoa, na nimemsikia vizuri Mheshimiwa Waziri hapa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais na waziri wetu mkuu ameyatoa mara kwa mara. Niwaombe wakuu wa mikoa, kila mkoa tuwe na timu ya mkoa. Tunapokuwa na timu ya mkoa tunachechua na kuwatengenezea mazingira mazuri vijana. Lakini la pili Mheshimiwa Spika, tunayo mashirika ya umma. Tungeyaomba pia mashirika haya yamiliki timu za mpira. Shirika kama la reli likiwa na timu yake ya mpira litaongeza hamasa pia. Lakini kama haitoshi Mheshimiwa Spika, ninaomba sana tuhakikisha kwamba watu wanashiriki. Naona kengele imegonga, sijui kama ni mara ya pili, lakini nahisi itakuwa ni ya mara ya kwanza. Naomba kumalizia kwa maneno haya Mheshimiwa Spika. Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni binadamu mwenye nyama, na hakuna mtu mzima popote pale duniani anayependa kila mara kunyoshewa kidole wakati ana masikio. Tumwache Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, afanye kazi aliyo hapa. Maneno matakatifu katika kitabu cha Zaburi sura ya 122 ile sura mstari wa 6 mpaka wa 8. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya nyumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe. Mheshimiwa Spika, amani ndio msingi wa kila kitu. Niwaombe watu wote, hawawezi kufanikiwa kwenye taifa unalolaani. Hakuna laana inayoweza kubadilika kwa mafanikio. Tuliombea amani taifa yetu.
tulilinde taifa letu na tuhakikisha kwamba tunamlinda Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, niombe tena kusema asante kwa kunipa nafasi na niwakaribishe wananchi wote na wabunge kuja Arusha, kwa sababu ukitaka kula maisha mazuri njoo Arusha, ukitaka burudani njoo kwenye Wizara ya Michezo na Sanaa. Asante sana.